Na sasa nikaribishe kwa kusamehe naye ana neno la kusema. Asante sana. Kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu kwa hii siku ambayo ametupatia kuweza kuonana kama familia. Kwanza mwalimu, tunashukuru sana mwalimu. Leo tuko hapa kwa ajili yako. Maana usingekuwa wewe nadhani tusingefika. Lakini yote na yote tushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kwa nafasi katika kipindi cha wakati wa kufanya kazi. Mungu ametufikisha mahali hapa, hatimaye umepumzika. Ni jambo la heri sana. Hongera. Vilevile nakutakia kila la heri pamoja na familia, pamoja na wote wa karibu, tuzidi kuwasiliana, tuzidi kuungana. Na sisi ni familia, na tuweze kupigana kwa pamoja. Mungu atujalie sisi tupate huko mbele. Asante. Amen. Kwa ajenda zetu vibaki mwalimu mwenyewe mwangu akatisha ongee neno lolote kwa ajili ya sisi kuhusia au kulikuwa naye kwa muda mrefu, tumeshirikiana naye katika mambo mengi ya shule na hata ya kijamii. Huyu alikuwa ni mzee wetu pale vijana kupotea kidogo, tunampata yeye anafahamu hata tukipotea sisi na yeye akipotea yeye alikuwa anaweka sawa. Tunaendelea mambo mengi. Sasa tusipoteze muda mwingi, karibisha mwenyewe aongee. Kwanza kabisa nakuile shukrani kwa hili ambalo unanifanyia. Sikuwa nimefikiri kabisa kwamba inawezekana siku moja nikawa nimekaa hivi na ninyi kwenye mazingira haya mazuri, mbali na mazingira tuliyoyazoea. Sikuwa nimefikiri, lakini leo ninyi tumeona wewe kulifanya hili na kukaa mahali hapa pazuri. Kwa kweli ninawashukuru sana. Niseme tu kwenye mazingira ya kazi kwamba pale Mgira mimi nimefika mwaka 2014 mwezi wa Februari. Mpaka sasa ni miaka 12 kama alivyosema mwalimu Biki. Nikiwa nimefika pale, nilijaribu kuangalia wapi fursa inaweza zikapatikana kwa ajili ya maendeleo ya shule. Fursa mojawapo niliyoiona ilikuwa ni ya Mama Kitambi. Mama yule mwaka 2010 kabla ya uchaguzi mkuu alionyesha ari ya kutaka kuwasaidia wanajamii wa Mgira kwa upande wa rekebisha eneo korofi pale ambapo tunapakana na shule na jamii kwenda Sinai nafahamu. Lakini wanajamii wakamchukulia katika mambo ya kisiasa, kwamba labda anataka kugombea ubunge, sijui anataka kugombea udiwani. Wakamkorofisha kiasi kwamba mama akaona fadhila ile aiondoe. Sasa mimi nilipofika pale na kupata taarifa hizi, nikabaini kwamba mama huyo ni mtu anayependa maendeleo, ingawa mimi simjui. Kwa hiyo nilichoweza kufanya ni kuuliza kwamba mama wa maendeleo namna hii anaweza kumpataje? Wenyeji wakaniambia huyu mama ana utamaduni wa kila mwaka kuja kufanya kumbukumbu ya marehemu mumewe ambaye alizikwa hapa Mgira, lakini pia na wazazi wa mumewe, maana mama yule kwa kule Mgira ni kwenu. Mimi nikasema basi kwa kutumia nafasi hiyo ya kuja kwenye kumbukumbu, mimi ndio naweza kuwasilisha ujumbe wangu pale kwa ajili ya maendeleo ya shule. Kweli siku na hiyo ni mwaka 2016, mama yule alikuja pale kufanya kumbukumbu kama kawaida, na mimi nikawa nimepata taarifa za uwepo wake. Kwa hiyo nilikimbia shuleni kwenda kuandaa taarifa ya mapungufu mengi ambayo tunayo pale shuleni, ikiwemo vyumba vya madarasa, madawati machache watoto wanajulikana, lakini na hata na nyumba za walimu niseme. Kwa hiyo niweke taarifa hii kwa maandishi na nikaiwasilisha kwa yule mama kupitia mzee Mabuku ambaye alikuwa anamfahamu vizuri mama yule. Mama yule alipewa taarifa ile, na baadaye baada ya kumbukumbu aliyoifuata nilifika tukakutana na mama yule.
nikajitambulisha pale na kueleza kwamba taarifa ile nimeituma mimi. Mama yule alinihoji maswali kwamba kwani shule ni mali ya nani? Nilisema shule ni mali ya serikali, mali ya kijiji, lakini bado swali lilirudi kwangu kwamba kama shule ni mali ya serikali, kwa nini serikali haijengi majengo yake? Nilimweleza kwa hekima kwamba shule ni sehemu tu ya mambo ambayo serikali inapaswa kufanya. Katika mambo ya kijamii, maendeleo ya kijamii, shule ni sehemu ndogo. Kuna barabara, kuna hospitali, kuna mambo mengi yanayohusiana na huduma za jamii. Kwa hiyo serikali inashindwa, ndio maana tunaomba msaada. Mama yule hakunipa jibu kwa wakati ule, lakini cha kufurahisha baadaye mama yule aliweza kutafuta msaada kupitia watoto wake walioko hapa Marekani huko. Akaleta pale kijijini Mwalimu Viki ni shahidi, nafikiri na Mwalimu Kilonzo pia, shilingi milioni 1,50,000 mwaka 2016. Tukaweza kuanza msingi wa kujenga vyumba vitatu. Msingi ule ndio uliopelekea baadaye serikali ilipopata fungu ikaona kwamba watu wa Mgila wameonyesha nia kwamba wanahitaji msaada. Kwa hiyo kwa kupitia msingi ule tukaingiziwa sisi shilingi milioni 65 kwa ajili ya kujenga vyumba vitatu vya madarasa pamoja na kujenga choo cha matundu 5. Sasa hii ni moja tu ya mambo ambayo niliona ni aseme hapa, ili ninyi sasa wakati mnapoendelea na utumishi huu muone kwamba wakati mwingine ili uweze kukubalika katika jamii unayoiendea, unapokwenda kufanya kazi hapo, basi ni pamoja na kuibua fursa. Hii inaweza ikawa pia ni njia nyingine ya kufanya jina lako liwepo. Mimi naweza kusema kwa wale wanaoelewa vizuri historia hii, jina langu linabakia pale Mgila kwa sababu tayari ndio chachu ya kuweza kuletewa pesa iliyoweza kujenga vyumba vitatu vya madarasa pamoja na choo. Lakini pamoja na mengine mengi, nitaje tu hilo moja liwe linatosha kwa kikao hiki. Lakini lingine kubwa ni ninyi kushirikiana vizuri na jamii, si ya Mgila tu, lakini ya kila pale mtakapokwenda katika utumishi wenu. Mtakaposhirikiana vizuri na jamii, mtakapowaheshimu kulingana na jinsi walivyo, bila kujali mapungufu yao. Wana mapungufu mengi, lakini mengi yanaletwa na kutoelewa. Kwa hiyo sisi kama wataalamu ndio tuna jukumu la kuwaelewesha wale pale ambapo hawaelewi. Mkifanya hivyo mtaona kwamba utumishi wenu unaendelea kuwa mzuri na kukubalika katika jamii ambapo mtakuwa mpo. Baada ya kusema hayo, naomba niseme katika yale ambayo mmeyasema kwangu, mengine naona kama deni, kwamba tusameheane pale ambapo tumekwazana. Nimesemwa hilo, naomba niseme kwamba kukwazana katika shughuli yote ya kimaendeleo ni sehemu ya maendeleo. Kwa hiyo kama tumekwazana kwa ajili ya kufanya kazi, na mimi niseme moja kwa moja kwamba msamaha huo unasema rasmi kwamba nimewasamehe kila mmoja aliyenikwaza kwa ajili ya kazi. Nimemsamehe kwa sababu kukwazana ni sehemu ya utumishi, ni sehemu ya kazi. Lakini ni washukuru kwa ajili ya hili tena ambalo mmenifanyia. Mimi ninahamia kwenda uraiani, nahamia kijiji cha Makuyuni katika sehemu moja inayoitwa Majengo Juu. Pale ndio tuliweka kibanda mimi na familia. Kwa hiyo karibuni pale. Wakati mwingine unaweza ukasema nitatumia tu simu kupiga kama mwalimu Nadia, wakati mwingine mtandao unaleta shida. Kwa hiyo ni vizuri ukafahamu tu kwamba ni Majengo Juu, jirani kabisa na shule ya msingi Makuyuni. Napatana nayo, wanajenga majengo mapya pale, na kesho kutwa tarehe 27 nafikiri Mwenge utakuja kuzindua. Kwa hiyo mimi ninapatana na eneo hilo la Makuyuni. Kwa hiyo karibuni sana pale. Ninyi ni ndugu zangu sasa, kazi imetuunganisha, ninyi si marafiki, ninyi ni ndugu zangu. Kwa hiyo pale tutakapotokea lolote kwenu linalowahusisha ninyi, ama liwe ni la msiba ama liwe ni la sherehe, naomba mnishirikishe na mimi nitashiriki
kwa jinsi ambavyo mtakuwa nimepata mwaliko huo kutoka kwenu. Kwa hiyo mimi ni mwenzenu na mimi nawahesabu ninyi kama sehemu ya familia yangu. Karibuni sana pale. Lakini zaidi ya yote, asanteni pia kwa kunitakia kila la heri. Mimi ninakwenda uraiani, kwa hiyo naomba sana muendelee kuniombea, maana huko ninakokwenda ni maisha mapya tofauti na yale ya utumishi. Nahitaji sana kwa kuniombea ili niweze kuimarika na kukubalika tena katika jamii ninayoiendea. Baada ya kuyasema hayo, ni washukuru sana, asanteni, na salamu zitafika hata kwa familia. Ningeweza kuwa na mama leo, lakini kutokana na sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu amelazimika kushindwa, lakini nitamfikishia salamu hizi na haya yote ambayo tunayasema na yeye atakuwa ameyapata. Kwa hiyo karibuni sana.